Karibu tuzungumze kuhusiana na mchango wa taasisi zisizo za kiserikali. Ni kukumbushe tu kwamba ni mashirika huru yasiyo ya kiserikali yanayolenga kuboresha maisha ya watu katika jamii, lakini mashirika haya hufanya kazi kwa kushirikiana na serikali, sekta binafsi na jamii katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Inawezekana ikawa kwenye elimu, kwenye afya, kwenye masuala ya haki, lakini lengo kuu ikiwa ni kusukuma ama kuchochea maendeleo kwa ukubwa ama kufikia sehemu fulani, kuifanya jamii iweze kuwa sehemu salama zaidi ya kuishi. Tupo hapa na Consolata Chikoti, ni mkurugenzi kutoka Msichana Initiative. Tunaye hapa, karibu sana. Asante sana. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Na yeye ni msichana. Kabisa. Wote wawili ni wasichana. Ama wasichana ni mwisho inategemea na umri? Sisi ni wasichana kaka. Usiangalie umri. Maana mdogo wangu. Karibu sana. Hii kwanza Msichana Initiative ina initiate nini? Msichana Initiative ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo malengo yake makubwa ni kuchechemua masuala ya mabadiliko, hususan katika usawa wa kijinsia, mabadiliko chanya. Na tunafanya kazi na jamii na wasichana wenyewe, lakini pia na serikali. Mabadiliko katika kuboresha ama kubadilisha mifumo kandamizi katika masuala ya haki za wasichana na wanawake vijana, lakini pia mabadiliko ya kimfumo katika jamii, jamii kupokea zile tamaduni ambazo sio kandamizi, hususan katika swala zima la mfumo wa dume. Kuna masuala mbalimbali ambayo yanachangiwa na mila na desturi, lakini mengine yanachangiwa na imani ambazo kwa namna moja ama nyingine zinakuwa zinaleta madhara kwa wanawake, wasichana na watoto wa kike kwa ujumla niseme. Katika masuala ya sera na sheria, kuna sheria ambazo ni kandamizi. Kwa mfano, sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ilikuwa inaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na miaka 14 mpaka 15 kwa idhini ya wazazi. Kwa hiyo tunachechemua mabadiliko ya sheria za namna hiyo ambazo kwa namna moja zinaminya haki ama zinazuia watoto wa kike kufika mbele, kupata mafanikio katika masuala ya elimu, uchumi na kadhalika. Yes. Nini kilipelekea uwepo wa Msichana Initiative? Kilichopelekea uwepo wa Msichana Initiative niseme kuwepo kwa changamoto hizo kwenye jamii. Shirika Msichana Initiative ilianzishwa na founders ambao waliona hayo mabadiliko, wakatamani kuchangia kwa namna moja ama nyingine. Na mimi nasemaga kwamba uwepo wa changamoto pia ni fursa. Kabisa. Uwepo wa changamoto ni fursa, na mashirika yasiyo ya kiserikali yamekuwa yakiainisha hizo changamoto pale ambapo wanaona wanaweza kuchangia, wanapoona kuna mapengo kwa namna ambavyo labda masuala ya maendeleo, masuala ya haki yanatekelezwa. Kwa hiyo nikiongelea habari ya mashirika yasiyo ya kiserikali na serikali na namna ambavyo wote wanachangia katika kujenga mifumo ama kujenga taasisi, ninaangalia kama nyumba ambayo nyumba inahitaji matofali, inahitaji mabati. Pengine labda serikali inaweza ikaangalia hii nyumba inahitaji matofali na mabati, lakini mashirika yasiyo ya kiserikali kaangalia kusema hii nyumba inahitaji kuwa na maua. Kwa wote wanajenga nyumba moja. Yes, ili sasa tunaangalia mchango wa hizi taasisi zisizo za kiserikali. Nyinyi mpaka sasa hivi mmeleta mabadiliko kiasi gani? Yaani kuna matokeo chanya kiasi gani mmeyaona ukilinganisha na awali kabla ya uwepo wenu? Matokeo chanya ni mengi na makubwa. Kuanzia miaka, I think kwa Tanzania kuanzia miaka ya 90, mashirika ya kiserikali ndio alianza kuonekana na kufanya kazi kwa ukubwa, hususan mashirika ya kiserikali yaliyoanzishwa na wanawake, kwa mfano TGNP, TAMWA, WILAC, ambayo yalitokana na mabadiliko ya kidunia katika masuala ya haki. Kwa mfano, baada ya mkutano wa Beijing, kuna Beijing Platform of Action ama mpango kazi ambao ulikuwa adopted Beijing, lakini serikali
zilipewa majukumu ya kutekeleza yale masuala ambayo yaliainishwa katika hiyo Beijing Platform of Action. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mashirika ya kiserikali yalichangia kuishauri serikali, lakini kuihamasisha serikali kuboresha ama kutekeleza yale mambo ambayo yalikuwa yameainishwa katika masuala ya uchumi, katika masuala ya haki, katika masuala mazima ya maendeleo. Na ndo kipindi hicho ambacho nadhani wanawake walionekana kama sio actors ama sio watu ambao ni muhimu sana kwenye swala la maendeleo. Kwa ushiriki wao ulihitajika, kwa mashirika ya kiserikali yalichangia kuleta mchango mkubwa wa wanawake kushiriki katika masuala ya maendeleo. Lakini kwenye masuala mazima ya haki kuna mafanikio makubwa. Kwa mfano kulikuwa kuna useme utambulizi wa haki za wanawake katika sheria za nchi. Kwa mfano kuna sheria ya makosa ya jinai, kuna kitu kinaitwa SOSPA iliingizwa kwenye sheria ya makosa ya jinai ambayo ilikuwa inaangalia masuala mazima ya kuangalia ni kwa namna gani inalinda haki za wanawake katika masuala ya ukatili wa kijinsia kama ubakaji na mambo kama hayo. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa, ambapo mafanikio hayo ukitaka kuyazungumza kwa siku moja huwezi kumaliza. Lakini tumeona mafanikio makubwa zaidi katika kuangalia ni kwa namna gani serikali inazingatia masuala ya haki, lakini masuala ya ulinzi kwa jamii. Lakini mbali na hayo kuna mafanikio makubwa ambapo kuna taasisi za kiserikali ambazo zimekuwa zikitoa huduma mbalimbali, kujenga mashule, kujenga hospitali, kujenga visima. Kwa hiyo katika jamii mchango wao unaweza kuona kuanzia level ya chini sana mpaka level ya juu sana. Kuna mabadiliko ya kimifumo na ya kisera ambayo yametokea kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zinafanywa na mashirika yasiyo ya kiserikali katika masuala mazima ya kuleta ubunifu au kuangalia ni kwa namna gani masuala ya haki yanaweza kusimamiwa. Kwa hiyo pia mashirika ya kiserikali ni kama yanasimamia uwajibikaji na utawala bora. Kuna mashirika kwa mfano kama Twaweza yanaangalia ni kwa namna gani wananchi wanaweza kushiriki katika kusimamia utawala wa sheria na masuala ya mazima ya demokrasia. Lakini mara nyingi hata kipindi cha uchaguzi unaona kwenye kutoa elimu ya uraia unakuta mashirika ya kiserikali yanatoa mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba wananchi wanatambua umuhimu wa kupiga kura na wanashiriki kikamilifu. Na ndio kipindi hicho ambacho utaona mchango wao unaonekana very prominent, kwa sababu pia kuna expectation kubwa kutoka kwa serikali katika kuangalia kuna elimu ambayo inatakiwa itoke nchi nzima, na wadau ni wako wapi. Wadau wakubwa kwenye hili swala ni mashirika yasiyo ya kiserikali. Kwa hiyo kama walivyosema, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali ni watu wadau ambao wanafanya kazi kwa ukaribu na wanajenga nyumba moja katika maeneo ambayo kwa mfano serikali labda haina rasilimali nyingi ama ina vipaumbele vingine, lakini kuna mambo mengine ni ya muhimu na yanatakiwa yafanywe. Hapo ndo ambapo mashirika ya kiserikali yanaingia kufanya kazi, yasiyo ya kiserikali yanaingia kufanya kazi. Pamoja na mafanikio haya ambayo umeainisha kupitia taasisi yenu, lakini na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, lakini kuna changamoto ambazo bado mnazipitia. Ndio. Ni zipi hasa? Changamoto kubwa ambazo mashirika yasiyo ya kiserikali yanazipitia, kwanza kabisa ni ufinyu wa rasilimali, lakini pia utegemezi mkubwa sana wa ruzuku kutoka kwa mashirika ya kimataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine wanasema ina shape hiyo agenda ama inakuwa na zile priorities zao zinabadilika mwaka kwa mwaka. Kwa mfano tumeona kipindi ambacho utawala wa Marekani ulibadilika, kuna mashirika mengi sana yalikufa yakakosa ruzuku kutokana na yale mabadiliko ya kisiasa. Hakika. Kwa hiyo kuna watu ambao walipoteza ajira ambao walikuwa moja kwa moja wanafanya kazi katika hayo mashirika yalikuwa yanategemea ruzuku kutoka serikali ya Marekani, hususan kwenye swala la afya. Kwa hiyo niseme kwamba sekta ya afya imeumia sana, na pengine kungekuwa na namna ambavyo haya mashirika yanategemea ruzuku kutoka vyanzo vingine vya mapato, mapato ya ndani ama vyanzo ambavyo wao wenyewe wamebuni, pengine wangekuwa na kitu kinaitwa, wanasema Kiingereza, ustahimilivu ama resilience ya kuweza kufanya kazi. Kwa mara nyingi tunafanya kazi nzuri ambayo ni kazi ambayo inahitajika,
lakini ule utegemezi wa ruzuku kutoka mashirika ya kimataifa ambao kwa namna moja ama nyingine kutokana na nasema geopolitics, masuala ya kisiasa ya dunia, unakuta mwaka huu labda yametokea mabadiliko, kwa hiyo moja kwa moja anaigusa sekta moja kwa moja, kwamba unakuta bajeti inapanda na kushuka. Kwa hiyo changamoto kubwa ni masuala ya fedha. Masuala ya fedha hivi, yes. Inaelezwa kwamba wakati mwingine kumekuwa na masharti magumu kwa mashirika ambayo yanatoa ruzuku ama yanatoa msaada wa kifedha kwenye hizi taasisi zisizo za kiserikali kwenye mataifa fulani, ndani ya taifa fulani. Kuna kweli kiasi gani kwenye hilo, ili pengine tulione na lenyewe kama ni changamoto kwa namna fulani? Kuna masharti magumu ndio, kwa sababu siku zote mwenye anayetoa rasilimali ana nguvu kubwa ya kusema kwamba nataka jambo hili lifanyike hivi na nataka kwa masharti haya. Kwa hiyo vigezo vipo, lakini I think kikubwa sana ni katika namna ambavyo mashirika yale yaliyoko kabisa mashinani huku chini yanakuwa na idea na ajenda, lakini mara nyingi yanashindwa kutimiza vile vigezo kutokana na kwamba pia anayetoa rasilimali anataka apate guarantees ama sema ile uhakika kwamba fedha zitaenda kutumika ipasavyo, hakutakuwa na ubadhilifu. Lakini basi ni jambo jema kwamba lazima fedha zitumike vile, kwa sababu hata taasisi husika ipo kwa ajili ya kusudi fulani. Pengine umezungumza kuwainua wanawake katika nafasi moja kwenda nyingine. Sasa manake hiyo fedha ikija lazima ikafanye lile, lakini kuipata hiyo fedha huko hakuna changamoto mpaka wakukubalie kukupatia hiyo fedha. Pengine hakuna masharti ama miongozo mengine ambayo inawafanya pia na nyinyi taasisi muumize vichwa kwamba tukikubali na hili inakuwaje? Niseme tu kwa upande wetu sisi ambao tuna hususan shirika la Msichana Initiative ambao tunafanya kazi kwenye masuala ya wasichana, kuna niseme appetite ama hamu kubwa ya mashirika kuona hayo mabadiliko yanatokea. Kwa hiyo mara nyingi vikwazo kwenye masharti magumu sisi kwa upande wetu hatujawahi ku experience, labda kwa mashirika mengine yanayofanya kazi zingine, kwa sababu sisi wadau wetu wanatamani kuona yale mabadiliko yanatokea, na kwa maana hiyo wanapunguza vile vikwazo ili sisi tuweze kuifikia jamii, kwa sababu tusipofanya madhara makubwa yanaweza kuonekana. Kutokana na mazingira haya ambayo mnafanya kazi, bila shaka mna mengi ya kujivunia, lakini bado mnatakiwa kuboreshewa mazingira hayo ili mambo pia yaweze kwenda vizuri na ninyi muweze kuwashika zaidi wale ambao wanawategemea. Sasa nini kifanyike ili kuweza kuboresha mazingira yawe mazuri kabisa kwenu mashirika yasiyo ya kiserikali? Asante. Nini kifanyike? Nadhani ni kwa upande wa serikali kutuwekea mazingira rahisi ya sisi kufanya kazi zetu na kupunguza vile vikwazo, hususan katika masuala ya regulations. Kuna taratibu mbalimbali ambazo kwa namna moja zinakuwa zinakwamisha kazi za NGOs. Kwa mfano labda niseme NGOs inatakiwa itafute rasilimali lakini itekeleze, lakini kama itatumia muda mwingi kufanya labda compliance issues, inawawekea vikwazo kuweza kufanya kazi zao kwa urahisi, yani ziwe ambazo zile ni reasonable, lakini zisiwe kama zile zinazofanya kazi iwe ngumu. Lakini kingine ni kwenye masuala ya kodi. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanachangia zaidi katika kuleta ajira, yani kuleta ajira mpya katika sekta, lakini pia inachangia katika mapato ya nchi. Kuna namna moja ama nyingine, kama ikiwezekana, misamaha ya kodi mbalimbali ambayo inakuwa inaleta ugumu kwenye kazi, kwa sababu pia kupata rasilimali ni kazi zenyewe tu za kufanya kazi. Kama za namna gani? Pengine unaweza ukaweka wazo moja kwa moja wanatazama corporate tax. Yes, ama inayohusiana na masuala labda ya SDL. Kuna mashirika ya serikali kwa mfano mengine ambayo yanapigwa penalties kutokana labda na kutozingatia, ama iza kwa kujua ama kwa kutokujua
Kwa hiyo misamaha, kwa sababu mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanaenda kinyume na sheria, sio ambayo yanaenda kinyume na sheria. Kwa mfano mashirika ya kiserikali hayatafuti yenyewe, hayatengenezi faida, lakini jinsi ambavyo corporate tax inakuwa charged ni sawasawa kama na watu ambao wanatengeneza faida, lakini pengine kuna wengine wameingia kwenye mgogoro kutokana na kwamba labda walipigwa penalty kutokana na kwamba walishindwa kutokana na ufinyu wa rasilimali, walishindwa kutoa hiyo kodi. Yes. Kwa hiyo hayo ni masuala ambayo pia serikali inaweza ikaangalia kuhakikisha kwamba kazi zetu pia tunazifanya kwa urahisi. Sasa Consolata, unajua hoja ya kumuinua, maanake kumuinua mtu ni kumtoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mwananchi wa kawaida akisikia tunamuinua, kuna dhana ambayo inakuja kichwani, hasa pengine rasilimali zaidi, kwamba mnamfanya anakuwa na fedha, mnamfanya na labda anapata ajira, mnamsaidia kupata pengine elimu. Yani inawezekana mtu asipate fikra ya upande wa hali, kwa maana pengine nitatumia neno kuondoa ujinga kwenye mambo fulani fulani, maanake kumpatia ujuzi na uwezo zaidi. Kipi ambacho mnakifanya zaidi mwananchi wa kawaida akipate kwa dhana kama amekishika akione hivi? Labda naweza nikaongelea kwa upande wetu sisi. Kwa mfano kuna program moja ambayo tunasema tunachangia kuwarudisha watoto wa kike waliopata changamoto mbalimbali warudi kwenye mfumo wa shule. Kwa moja tunawasaidia wazazi kuwapa ile inaitwa conditional cash transfer, ili wasaidie kuwasapoti wale watoto waliopata zile changamoto warudi shuleni, lakini na scholastic materials kama madaftari na uniform. Ule ni mchango ambao anaupata moja kwa moja na anarudi shule, na tuna stories za watoto ambao walidondoka wakarudi shule na wamefaulu mitihani labda kwa mfano form 4 ama form 6. Kwa hiyo unaona kwamba kile kitu ni mchango wa moja kwa moja anachokipata. Kwa hiyo ni kwa upande wetu sisi. Lakini pia hakuna kitu kikubwa kama ni ile elimu inayomkomboa mtu, kumwambia kwamba kwa mfano mtoto wa kike kwamba wewe unaweza kuwa kiongozi. Tuna rais mwanamke Tanzania. Unaweza kuwa daktari. Unaweza kuwa mtu yote ambaye unafikiria katika ubongo wako. Hiyo yenyewe inamkomboa mtu, kwa sababu ukombozi wa fikra ni ukombozi mkubwa sana. Na unaweza kuwa mwanahabari nguli kama Balkis. Sasa kwenye kumuinua hapo unajua ziko dhana mbalimbali kwenye kumuinua, na wakati mwingine Balkis pamoja na Consolata inaelezwa unapompa dhana ya kumuinua mwanamke ama mtoto wa kike, wengine wanashindwa kuitafsiri sahihi zaidi, anaenda kuwa mwanaharakati dhidi ya mwanaume. Kimsingi wanapaswa kuishi pamoja na pengine kuwa marafiki kupita njia moja. Wakati mnamuinua mwanamke, mnakumbuka kumweleza kuhusiana na asili mwanaume. Kwanza sisi elimu yetu hatumwambii mtoto wa kike awe adui wa mwanaume wala mwanaume awe adui wa mwanamke. Kwa mfano tuna school clubs zinaitwa Msichana Amani Clubs, sisi Msichana Initiative. Kuna component percent fulani hivi ambayo tunaruhusu watoto wa kiume waingie kwenye zile programs ambazo tunafanya, na wao wapate elimu. Mtoto wa kiume ajue jinsi ya kuishi na mtoto wa kike, atambue changamoto zake na amlinde. Kwa hiyo watu wanaoelewa na wanaotafiti zaidi kujua masuala ambayo tunafundisha ama tuna katika ile elimu tunayotoa kwa watoto ama katika elimu tunayotoa kwa wanawake, wakiangalia ni elimu ambayo inafanya watu wote wakae kwa maelewano, naseme harmony, kwa sababu hakuna namna, kwa sababu humu duniani tumeumbwa wanawake na wanaume, na kuna namna ambayo lazima tuangalie namna bora ya kupendana na kulindana na kuhakikisha kwamba tunachangia kikamilifu katika maendeleo. Kwa sababu ilikuwa hofu yangu kwamba isije kawa mfano dhana ya labda 50 kwa 50 ama kumwezesha kwa maana kumuempower. Mwingine anakuja na tafsiri kwamba unamuempower awe kama nani? Yaani ni kama kuna mtu ambaye yupo juu, sasa inabidi huyu apelekwe pale, wakae pale sehemu moja. Ni ukosefu tu wa elimu na ukosefu nadhani pia ni uvivu wa kupata elimu sahihi ya nini tunamaanisha kabisa. Tuwape pongezi kubwa sana Msichana Initiative kwa kazi nzuri ambazo mnazifanya katika jamii, ikiwa ni miongoni mwa mashirika yasiyo ya kiserikali. Kwa kumalizia, Consolata, tukiwa tunamalizia mjadala huu, na leo
ni siku ya mashirika yasiyo ya kiserikali. Yana umuhimu mkubwa sana kama ulivyotujuza, lakini upe ujumbe wako katika jamii na hasa wadau wa mashirika yasiyo ya kiserikali? Ujumbe wangu kwa jamii, hususan wadau wa mashirika yasiyo ya kiserikali, kwanza ni kuzingatia taratibu ambazo zimewekwa na nchi katika kufanya kazi zao, lakini pia kuangalia namna ambazo wanaweza wakabuni mbinu mpya za kutafuta rasilimali ili waseme donor dependent, wasitegemee sana hizo ruzuku kutoka mashirika ya nje ambayo kwa namna moja ama nyingine lolote likitokea kazi zao zinakuwa zinakwama. Lakini kwa upande wa serikali ni kuendelea kutusapoti na kuendelea kutuchukulia kama wadau muhimu katika sekta ya maendeleo. Sasa sisi tuwatakie kila lenye heri kwenye harakati hizo za kuhakikisha mnaendelea kuwainua wanawake, lakini kuinua jamii kwa ujumla wake. Yes, nashukuru sana. Sasa tunakamilisha hivyo kuzungumza kuhusiana na mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali, tukizungumza hapa na Consolata Chikoti, mkurugenzi kutoka Msichana Initiative.